Yes, ibora kama guys, tunaingia kwenye sehemu ya 11 mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Na kama utakuwa umesahau, katika sehemu ya 10 pale tulipokuwa tumeishia, ndi ambapo mambo yalikuwa yanazidi kupamba moto. Kijana Bobby pamoja na Roy wanahitaji kuweza kuifanya misheni hiyo ya kumkamata Nasra vile ambavyo wao wanajua. Sasa swali ni kwamba, je, watafanikiwa kumpata Nasra ambaye tayari Nasra alikuwa anategemea ile mabomu yake ataweza kulipuka, lakini mwisho wa siku Bobby na Roy tayari wameshaweza kuyategua. Sasa itakuwaje? Karibu sana kwenye hii sehemu ya 11. Langu jina naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi, na kama wewe ni mgeni hapa, basi usisahau kubonyeza alama ya subscribe ili upate simulizi zangu kila wakati pale ninapoweza kuachia. Ebane, karibu ndugu yangu kwenye The Evil Game. Ruben. Ndio kaka. Mbona huu ujumbe unajionyesha Ruben? Wewe umefeli wapi kuweza kugundua? Ujumbe umejionyesha kivipi? Yani sijakuelewa. Nisikilize Ruben. Huu ujumbe uliotumiwa umetumwa kimafumbo sana. Tunasema kwamba umetumwa ukiwepo kwenye kodi nyingi sana za siri zinazoonyesha kwamba jamaa ameshikiliwa na maadui. Na jamaa amepatiwa mateso ambayo anasema ndani ya masaa 12 atakuwa ameshauawa. Hivyo maamuzi ni ya Mheshimiwa Rais kumwacha uawe au akombolewe. Na huyu kukombolewa ni maana yake ni kwamba atakombolewa na watu wengine nje ya sisi. Na kwenye huu ujumbe anatueleza kabisa kwamba sisi ndio ambao wanatuhitaji huko Somalia. Na ndio utakuwa mwisho wetu endapo sisi tutaingia Somalia. Sasa wewe umeshindwa kuelewa nini? Japokuwa ndio ni ujumbe ambao umeandikwa kikode, lakini wewe unatakiwa uweze kuutambua. Naam, Bobby alizungumza maneno hayo na kumfanya Ruben kurudia tena ujumbe huo kwa umakini mno. Na ndipo hapo Ruben alipoanza kuelewa kile alichokizungumza jasusi huyo, ambaye kwa sasa yupo mikononi mwa wanamgambo wa Al-Shabaab. Na ametaja mpaka eneo ambalo ni la hatari sana. Bana, mimi nashukuru sana ndugu yangu Bobby kwa kunipatia ufafanuzi ambao kwa mara ya kwanza sikuwahi kuona kwa namna hii. Bana, mimi nawashukuru sana tena sana. Bila nyinyi sidhani kama ningeuelewa huu ujumbe. Ruben alizungumza huku akionekana kujutia kufanya makosa ambayo yangegharimu maisha ya Bobby pamoja na Roy. Nisikilize Ruben. Kwa maana hiyo sasa, hii mission tutaifanya baada ya maandalizi ya watu tunaowahitaji kuwa nao. Kwa sasa tupeni hii siku nzima. Sawa, hakuna shida. Cha msingi tu nimpigie Mheshimiwa Rais. Naam, Ruben alizungumza hivyo na kisha alimpigia tena Mheshimiwa Rais kwa njia ya video call. Mheshimiwa Rais alipokea simu ya Ruben na kisha akasema, "Ndio Ruben, nakusikia." Mheshimiwa, tumefuatilia kwa umakini sana video aliyotutumia K9 na kweli tumegundua ya kwamba amekamatwa, na ujumbe wake ametumia kodi za kijasusi kutueleza ukweli, na hapo alipokamatwa ana masaa kadhaa tu ya kuendelea kuishi. Mungu wangu. Sasa kama wamejua ni namna gani ya kuwasiliana na mimi, si itakuwa changamoto nyingine hiyo. Ndio Mheshimiwa Rais, ila tunaweza kutumia wanajeshi wa kukodi kwenda kuwasaidia, kwa sababu tunapoingiza jeshi letu nchini Somalia linaweza kutuletea mtafaruku wa kidiplomasia na nchi hiyo, na mahusiano yetu yanaweza kuwa ni mabaya. Sasa Ruben, mimi nimekuelewa, hakuna shaka. Nashukuru pia Mheshimiwa Rais, lakini pia Bobby na Roy wameomba kuunda timu yao itakayofanya operesheni zao kwa siri sana, ambapo mimi na wewe pamoja na timu zao ndo watu ambao tutakuwa tunalifahamu hilo jambo. Sawa Ruben, mimi nimekuelewa. Wapatie kile wanachokihitaji Bobby na Roy, kwa
Kwa sasa acha tushughulike kwanza na huyu K9 aliyekamatwa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naam, hapo Ruben alikata simu. Bane, sikilizeni. Mheshimiwa Rais ameshawapa taa ya kijani, amewaruhusu. Na kilichobaki ni nyinyi tu kuunda hii timu itakayowasaidia nyinyi kwenye hii operation ya kumpata Nasra. Okay, shukrani, tunashukuru. Sasa mtatuletea namba za akaunti za hao vijana na watakuwa wanapata malipo yao kwa siri kila mwezi. Tunashukuru kwa kutuelewa Ruben. Basi mbia chini nirudi Dodoma na zawadi zenu mtatunziwa tu, hakuna tatizo. No, okay, poa. Naam, kweli bwana. Ruben alishuka ndani ya gari akaongozana na mlinzi wake hadi alipokuwa ameiacha private jet aliyokuwa ametoka nayo Dodoma. Akaingia na kisha aliondoka, huku Roy pamoja na Bobby wakiondoka kuelekea nyumbani kwa Bobby. Naam, Mheshimiwa Rais kwa upande wake alionekana kushusha pumzi taratibu, na hii ni mara baada ya kupokea simu kutoka kwa Ruben. Alitafakari kwa sekunde kadhaa na kisha alinyanyua simu yake ya mkononi. Aliitafuta namba ambayo alikuwa anaihitaji. Akajifikiria kwa muda na kisha alipiga namba hiyo. Simu ilianza kuita. Mheshimiwa Rais alijikuta akikaa vizuri kwenye kiti alichokuwa amekikalia. Halo. Mheshimiwa, shikamoo. Marahaba Msulwa. Ni muda mrefu sana tujawasiliana. Ni kweli Mheshimiwa. Nimeona uongozi wako ulivyotawaliwa na heka nyingi sana na matisho ya kigaidi. Nilitaka kukupigia simu leo jioni ila umeniwahi. Ni kweli Mheshimiwa, lakini nimekwama. Usiseme ya kwamba umekwama. Neno kukwama wanalitumia waliokata tamaa. Hujamaliza hata mwezi madarakani, kwa hiyo usijione mnyonge. Sawa sawa Mheshimiwa. Nini shida my son? Naam, ilikuwa ni sauti ya kike ndiyo iliyokuwa inasikika kwenye simu. Mheshimiwa Rais Msulwa alianza kwa kusema, makundi ya kigaidi naona yamenikalia kooni. Na jana tu tumetatua mabomu ya nyuklia, na hisi kuchanganyikiwa na kosa hata hamu ya kuendelea kuwa na huu utawala. Hebu nisikilize Msulwa. Ndio. Nilipokueleza maono yangu ya wewe kuwa rais, niliamini ya kwamba utamudu na kuweza kuiongoza nchi hiyo kwa misimamo yako. Sasa usiwe kama barafu lililoganda ndani ya friji. Likitolewa nje na likaekwa juani basi linayayuka. Hebu niambie nini unachokihitaji mimi niweze kukusaidia. Mheshimiwa, mimi naamini unajua umehudumu kwenye nafasi ya uongozi wa juu wa nchi. Kuna spy wangu mmoja ameshikiliwa na Al-Shabaab. Hivyo mkuu, najua mzee ana jeshi linaloweza kutusaidia. Hivyo anahitaji kukodi makomando wake watakao kwenda kumwokoa. Mzee nipo naye hapa. Acha niweke loudspeaker akusikie na wewe ukiongea. Sawa. Endelea, tuelezee hali ilivyo. Mheshimiwa, spy wangu mmoja amekamatwa na kundi la Al-Shabaab. Na wamempiga kweli kweli na akatuma ujumbe kwangu. Ujumbe ambao tuliamini tutakwenda kumkamata papa mkubwa. Ila kwa bahati mbaya wanahitaji vijana wangu waliofukua uovu wote unaoendeshwa na baadhi ya watu wasiokuwa waaminifu ndani ya nchi. Sasa wewe Msulwa. Hapo sauti ya kiume ilisikika. Na mzee, hebu tutumie hiyo sauti. Na kisha nina vijana wangu wengi tu Somalia. Wataiendesha hiyo operation na kumwokoa huyo spy wako kama yuko hai. Nashukuru sana mzee wangu. Usijali Msulwa.
sisi bado ni wazalendo wa nchi. Hatutoacha kusaidia nchi hadi pale Mwenyezi Mungu atakapoamua sisi kutuondoa. Nashukuru sana mzee wangu, lakini pia nashukuru pia madam. Nawashukuru sana na Mungu azidi kuwatunza. Karibu tena Msulwa. Asanteni sana. Naam, hapo Mheshimiwa Rais alikata simu huku akiwa na furaha. Alituma video hiyo haraka sana kwenye namba ya simu aliyokuwa ameipiga, na video hiyo ilipokelewa na madamu huyo akamjibu ya kwamba ameipata na inafanywa kazi haraka mno. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mwanadada Bad Lady akisema karibuni. Bad Lady alizungumza, na hii ni mara baada ya Bobby na Roy kuingia ndani hapo. Fresh, tunashukuru kwamba tumerejea, Roy alizungumza huku akijitupa kwenye sofa. Sasa sikiliza Roy, saa moja sasa hivi, hatuna muda wa kupoteza. Wasiliana na Nancy, hebu muombe kijana wake yule Spana, waelekezi wafike hapa kwa ajili ya kuweza kuanzisha hii timu. Okay, sawa. Baby, naomba tuzungumze. Bobby aliondoka sebuleni hapo na Bad Lady wakaelekea chumbani. Sasa Roy ilibidi ampigie simu Nancy. Hello. Umemkaje? Bado nimelala mpenzi, na si unajua tena sio kwa shughuli ya jana usiku. Pole sana baby. Nashukuru, niambie. Nancy alizungumza huku akisikika akipiga miayo kwenye simu hiyo. Sasa sikiliza, iko hivi. Hebu mida ya 2:30 mje eneo ambalo nitawatumia location. Tuje na nani? Na yule dogo yule wa jana yule. Unamzungumzia Spana? Ndio. Mpigie, kuna swala tunahitaji kuweza kuleka sawa. Na okay, poa baby, hamna shida. Amka basi, kumesha kucha bwana Nancy. Sawa mpenzi wangu, hapa nilipo mwili ni mwepesi, ila uchovu tu ndio umenitawala. Sikiliza, pata kikombe cha kahawa mwili ukae sawa. Okay baby, nimekuelewa. Na kutumia basi location. 2:30 mwe imeshafika. Hakuna shaka. Naam, hapo Roy alikata simu na kujilaza kwenye sofa. Sasa upande wa pili kule chumbani alikwenda Bobby pamoja na Bad Lady. Bobby alionekana kuufunga mlango na kisha alikaa kwenye sofa lililopo chumbani mwake. Na kusikiliza, alisema Bad Lady. Iko hivi, tunaunda timu na itafanya kazi kwa siri kubwa mno. Nahitaji kujua upo pamoja nasi kwa kipindi gani. Hapo mwanadada Bad Lady alishusha pumzi taratibu na kisha akasema, kwa kipindi utakachohitaji wewe mpenzi wangu, kwa sababu maisha yangu yako hatarini na maadui zangu pia, endapo watajua kuhusiana na uwepo wangu, basi ni lazima wataniua. Okay, sawa. Ninachokihitaji ni uwe tu mwaminifu. Nitakupatia uaminifu wote baby. Tuweke kiapo cha damu. Kwa maana ya kwamba huniamini. Okay, sawa. Naam, Bobby alichukua sindano ndogo, alijichoma kidoleni mwake na kisha akamchoma Bad Lady kidoleni mwake, na kisha kila mmoja kalamba damu ya mwenzie. Nisikilize Bad Lady. Ukinisaliti kwenye hili, nitakuua kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Hapana, siwezi fanya hivyo. Bad Lady alizungumza kwa sauti ya utii na taratibu alimkumbatia Bobby, japo penzi lao lilikuwa halina hata masaa 24, ila walijikuta wakipendana sana. Msikilizaji, kwa upande wa Ruben, mara baada ya kufika uwanja wa ndege,
aliingia ndani ya gari lilokuwa limefika kumpokea kutoka Ikulu na moja kwa moja akaelekea Ikulu. Alifika Ikulu, alipitiliza hadi ofisini kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, nimeweza kurudi. Na kuona Ruben umerudi. Rais alizungumza huku akitabasamu, akimwangalia kijana wake Ruben jinsi alivyokuwa amejawa na wasiwasi. Vipi tena Ruben, kuna nini? Mkuu, kuna ishu moja ambayo naomba unisamehe. Ishu gani? Kwenye hili mkuu, nahisi nimekosea kukushauri na sijaliangalia kwa jicho la kiusalama na nimeangalia tu kwa picha nje. Na kuelewa Ruben, ni masuala ya kibinadamu, ila wakati mwingine jaribu kwenda kwenye professional iliyokufanya nikakuajiri na tunashauriana kwa upana kuhusiana na masuala ya usalama. Sawa Mheshimiwa Rais, sasa sijajua tunafanyaje kumwokoa. Saa 4 kamili tutaunganishwa kuangalia operation itakavyoendeshwa na eneo ambalo nimeomba msaada. Mheshimiwa, wapi tena umeomba msaada? Kwa wazazi wangu walezi walionitengeneza kuwa hapa nilipo. Ndo akina nani hao Mheshimiwa? Hapo Ruben aliuliza kwa sababu hajawahi kusikia chochote kuhusiana na hao wazazi walezi wa Mheshimiwa Rais. Nitakueleza kwa kina mara baada ya K9 kuweza kukombolewa. Sawa Mheshimiwa Rais. Ruben alionekana kushusha pumzi huku moyoni akihisi nafuu na amani, kwani kwa kipindi chote toka ametoka jijini Dar es Salaam alikuwa anakabiliwa na msongo wa mawazo kwa kushindwa kumshauri rais vizuri, jambo ambalo endapo Bobby na Roy wangefuata kila alichokuwa amemshauri Mheshimiwa Rais kukifuata ama kufuata ile amri ya rais, basi angewaweka Bobby na Roy katika hali ngumu sana kiusalama. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Nancy akiuliza ya kwamba wao hapa ndo nyumbani kwa Bobby. Nancy aliuliza mara baada ya kushuka ndani ya gari. Alipokelewa na Roy. Ya, ndo hapa. Aise, kuna watu kumbe wana pesa hapa mjini alafu hawajishauri eh? Nancy, karibu. Dogo, umelalaje? Nashukuru Mungu kaka. Tumeliona jua kwa namna nyingine, kwa sababu kama zile chuma zingelipuka sasa hivi sijui hata tungekuwa wapi brother. Acha wasiwasi wako, mambo yameshakwisha. Karibuni ndani. Naam, kweli walipata kuingia ndani, wakawakuta Bobby na Bad Lady wakiwa wako sebleni, wakakaribishwa vizuri sana. Jamani, kabla ya yote nimewaandalia kifungua kinywa, hivyo twendeni mezani tukapate kifungua kinywa na kisha baada ya hapo tutazungumza. Bad Lady alizungumza na hapakuwa na aliyebisha. Walikaa mezani na kupata kifungua kinywa. Baada ya kifungua kinywa, Bad Lady alianza kuzungumza. Kama mnavyojua jamani, kuna matishio mengi ya kiuhalifu ambayo yanatokea kwenye kila kona ya pande za dunia kuhusiana na nchi yetu pamoja na rais wetu vile vile. Ndani ya nchi kuna watu wasiokuwa waaminifu ambao wanahitaji vitu kwa njia wasitakazo wao pasipo kujali usalama wa hii nchi. Ni kweli. Sikilizeni jamani. Hii timu ni ya watu wachache sana, ila naamini itakuwa ni timu ya watu waaminifu, si ndio? Mimi na Roy pamoja na Nancy, majukumu yetu tunayaelewa. Nancy yuko upande wa jeshi la polisi na sisi tupo ndani ya jeshi la kwenye vitengo vya siri vinavyofanya kazi moja kwa moja kutoka ofisi ya rais. Leo naamini tunajuana vizuri. Bad Lady, kama jina lake analolipendelea, alikuwa upande wa hawa watu ambao jana
Walitaka kuifanya nchi yetu kuingia kwenye hofu kubwa, ila kwa msaada wake alitusaidia kama tulivyoona. Hakuna haja ya kuweza kuyazungumza. Wewe dogo Spana, taaluma yako ya masuala ya teknolojia hatuhitaji uyatumie vibaya kwa namna unavyofikiria. Tunahitaji uyatumie kwa msaada wa nchi yetu. Hivyo basi, ningependa kuwaomba watu wote kwa umoja wetu tuunganishe hizi nguvu ili kufanya kazi yetu kwa ufanisi na ufasaha pia. Kaka samani, Spana alizungumza, akaambiwa ndio ongea. Vipi, kuna malipo kwenye hii kazi? Dogo, malipo yapo na kila mmoja atalipwa mshahara, kwa sababu hakuna kazi ya bure. Na sisi sio wazee wa kanisa tuseme kwamba tunachangisha sadaka ambazo hatutopata hata shilingi 10. Pesa tutakazolipwa tutalipwa kwa mfumo wa siri kutoka moja kwa moja serikalini. Hapo sawa kaka. Sasa sikilizeni. Mimi pamoja na Roy tumekubaliana makazi yetu ya ofisi yetu yawe hapa. Itabidi iwe ni siri sana. Katika hii nyumba yangu nitawaonesha siri nyingi zilizopo kwenye nyumba. Na kuna upande mwingine ambapo huko ndo kutakuwa kuna ofisi yetu ndani ya hii nyumba. Na Badley atasimama katika upande wa kuziongoza operation kwa mfumo wa mtandao. Na mimi mnaelewa hiki ninachokizungumza. Ndio, tunakuelewa. Spana, utakuwa kwenye upande wako wa taaluma yako, na kile tutakachoweza kukihitaji kutokana na hali tunayohitaji basi utatufanyia tu. Sawa kaka, hakuna shida. Nancy, najua unajua majukumu yako. Operesheni zako za jeshi la polisi zitakapotuhitaji utatuita, na kukiwa kuna tishio lolote basi utaweza kutufahamisha. Sawa? Sawa mkuu. Mimi ndo nitakuwa team leader. Nitajibu kila kitu ambacho nitapaswa kuweza kukijibu kwa Mheshimiwa Rais. Na tukumbuke bosi wetu ni Mheshimiwa Rais na si mtu mwingine yeyote yule. Nadhani tunaelewana. Yeah. Nadhani ya kwamba Bobby mimi nitashirikiana naye kwenye uongozi. Tushauriane wote pale kwenye haja ya kuweza kushauriana. Na tuunde kitu kizuri. Kitu kizuri kidogo ila chenye msaada kwa taifa letu. Okay. Sawa sawa. Jamani, mimi nashukuru ni mno kwa kunielewa. Misheni yetu ya kwanza tunayoanza nayo ni hii hapa. Naam, hapo Bobby alionyesha picha ya Nasra kwenye simu yake. Sasa basi, naamini sote tunajua huyu ndiye aliyehusika na mauaji ya makomando wa shirika la X akisaidiwa na mdogo wake, na tunajua ni kiongozi wa kundi la Monster. Hivyo basi, popote alipojificha, jukumu letu ni kumkamata na kumrudisha Tanzania, na atakuja kujibu kwa makosa aliyoweza kuyafanya. Nadhani tunaelewana. Ndio kiongozi. Naam, hapo wote walijibu kwa pamoja, na jukumu lililopo mbele yao ni kuhakikisha wanamkamata Nasra na kumrudisha nchini Tanzania. Baada ya maongezi, walielekea katika eneo la siri lililomo ndani ya nyumba ya Bobby. Eneo lililotengenezwa kwa uimara wa kuhimili mashambulizi yatokayo nje. Eneo lililojengwa chini ya ardhi huku likiwa lina mifumo mizuri ya uingizaji hewa ya oxygen. Hii. Wow. Pazuri sana. Yule kijana wa IT afahamikaye kwa jina la Spana alizungumza huku akitazama TV 4 za nchi 85 zikiwa zimepangwa vizuri ukutani, huku kukiwa kuna kompyuta pamoja na mashine ya kuhifadhia kumbukumbu, yani database management system. Bobby akasema, "Dogo, eneo hili ni la siri sana, na nililiandaa pale nilipoanza siku kuunda timu ya siri ambayo itafanya kazi pamoja na sisi. Kwa hiyo Spana, naamini kila kitu kinachohitajika kwako mtu wa IT unaweza kukipata humu ndani." Ndio kaka.
Yaani kwa hizi mashine za hapa. Sasa nitaprogram masoftware yangu mengi sana, na ni lazima dunia initambue ya kuwa kuna kiumbe kama mimi. Naam, Spana alizungumza huku akiwa amejawa na furaha kubwa mno. Hiki chumba pia kitatumika kama control room kwa operation zetu. Eneo hili ni la siri kama mlivyoliona. Ni mimi na ndugu yangu hapa Roy ndio tunalijua, na limetengenezwa kufanania na chemba ambayo rais anajificha pale ikulu inapopata shambulizi lolote. Wow. Nancy alizungumza huku akilitazama eneo hilo kwa kushangaa, kwani ukipita nje ya nyumba hiyo huwezi amini kama chini kuna jengo kama hilo. Baada ya kugawana majukumu, kazi ilianza ya kumsaka Nasra pamoja na Karim. Haikuwa kazi ngumu kwa Spana kuipata namba ya Karim. Alidukua mazungumzo yaliyokuwa yameingia katika simu yake. Mazungumzo ya Karim na dada yake ambaye ni Nancy yaliwafanya wote kuweka umakini katika kuyasikiliza. Sasa hapa Bad Lady akasema, jamani, inaonyesha kwamba bado yuko Mombasa. Yes. Na inabidi tuanze na huyu pamoja na mtoto wa Nasra. Mimi kwa upande wangu sidhani kama mtoto atakuwa ni plani nzuri kwa kumpata Nasra. Sikiliza Nancy, mtoto ndio udhaifu wake Nasra, na ndio maana anamtenga na maisha yake anayoishi. Jamani, mimi nimeshakata tiketi za ndege inayoelekea Mombasa na itaondoka baada ya lisali 1:30. Alizungumza maneno hayo Spana. Okay, tunashukuru. Acha sisi tuondoke, maelekezo yote mtatupatia tukiwa tuko eneo la operation. Okay, sawa. Bobby na Roy walijiandaa na safari. Waliingia ndani ya gari la Nancy na kuondoka eneo hilo na kuelekea uwanja wa ndege. Hey, kweni makini jamani, Nancy alizungumza huku akimtazama Roy aliyokuwa amekaa naye siti ya mbele. Usijali baby. Naam, muda huo Bobby aliweka simu yake sikioni mara baada ya kuipiga namba ya Ruben. Hello. Oya Bobby, nakusikia. Nisikilize Ruben, tunaondoka kuelekea Mombasa. Kuna nini tena huko Mombasa? Tunatumia njia ya mkato kwenda kumkamata mdogo wake na Nasra. Yuko Mombasa, hivyo tunamhitaji, na ndiye mtu aliyeongoza operation ya kumkomboa dada yake. Kama ndio hivyo vizuri, basi mimi nitamfahamisha Mheshimiwa Rais. Na kuna shaka. Naam, Bobby alikata simu. Walifika uwanja wa ndege, wakaagana na Nancy. Moja kwa moja wakaelekea mpaka eneo la ukaguzi. Wakakaguliwa pale mabegi yao madogo kama abiria wengine, na kisha wakaelekea kwenye ndege watakayosafiri nayo kuelekea nchini Kenya, ndege ambayo kituo chake cha kwanza ni Mombasa na kisha Nairobi. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Ruben akiwa anazungumza na Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, nimepokea ujumbe kutoka kwa Bobby. Ruben alizungumza mara baada ya kukaa kwenye kiti kilichopo katika chumba cha kujadiliana na kutazama operesheni za siri zinazofanywa na vikosi vilivyopo nje ya Tanzania. Mheshimiwa Rais alitazama saa yake mkononi. Ilikuwa inaonyesha ni majira ya saa 3:35 za asubuhi. Ujumbe gani huo kutoka kwa Bobby? Mheshimiwa, ni kwamba Bobby pamoja na Roy wanaelekea Mombasa kwenda kumkamata mdogo wake na Nasra, ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi wa operation ya kumwokoa Nasra. Na okay, vizuri sana.
Naamini hiyo kazi wataifanya kwa weledi. Mimi nawaamini sana wale vijana. Ndio mheshimiwa. Muda si mrefu tutaunganishwa. Naam, Mheshimiwa Rais alizungumza huku akitazama TV yenye ukubwa wa inchi 65. Mlio wa simu ya Mheshimiwa Rais ulikatisha ukimya uliopo ndani hapo. Mheshimiwa Rais alipokea na kisha akaiweka sikioni. Ndio madam. Unaunganishwa sasa hivi kufuatilia operation hiyo. Sawa madam. Vipande 4 vya video vikaonekana kwenye TV hiyo, huku ni makomando tu 4 waliopewa jukumu la kumwokoa jasusi alishikiliwa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabaab. Sasa mbona hawa makomando ni wachache sana? Rais alijikuta na muuliza kijana wake Ruben. Ruben akasema, mheshimiwa, sisi ni watazamaji tu, ngoja tuangalie. Ruben alijibu kwa maana ya kwamba wao wameunganishwa tu kushuhudia operation hiyo ikifanyika nchini Somalia. Naam. Makomando 4 waliovalia nguo nyeusi huku nyuso zao zikiwa zimefunikwa na bushori nyeusi, huku sehemu za macho zilikuwa zimesalia. Walikuwa wamevalia miwani zilizotengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu, miwani inayoweza kumwona adui hata kama akiwa ndani ya nyumba, huku wao wakiwa wako nje. Miwani hiyo iliyowekewa mfumo wa kuona katika nyakati zote kwa ufanisi wa hali ya juu, usiku ama mchana. Kwenye kila miwani upande wa kushoto kwenye kishikizo kuna kamera ndogo ambayo sio rahisi kwa mtu kuweza kugundua, ila ni kamera yenye uwezo kurekodi video za moja kwa moja, tena kwenye ubora wa HD. Makomando hao waliokuwa wamevalia majaketi ya kuzuia risasi wakagawana kila mmoja kupita katika upande wake katika hiyo kambi ndogo iliyopo katikati ya msitu, huku kukiwa kuna ulinzi wa wanamgambo wanaozurula kwenye kambi hiyo wapatao kama 32. Kambi yenye mapipa mengi ya mafuta, huku kukiwa kuna fensi iliyozungushiwa, na ndani ya fensi hiyo kukiwa kuna vijumba 6 ambapo ndani ya nyumba moja ndipo alipo jasusi wa Tanzania alipohifadhiwa, huku akiwa anapatiwa mateso makali mno. Bravo 1, unaweza kuingia. Alipata maelekezo kutoka kwa wenzao waliopo eneo la kuongoza operation kwa njia mtandao, huku droni ndogo mithiri ya ndege zipatazo 10 zikiwa zimesambaa ndani ya kambi hiyo, ambayo sio rahisi kwa wanamgambo hao wenye mafunzo ya kawaida kuweza kugundua kuwa baadhi ya ndege wanaoruka ndani ya kambi yao wanaendeshwa kwa remote. Bravo 1 ambaye ndiye kiongozi wa makomando hao kwa kasi akakata fensi hiyo kwa kutumia pliers. Aliingia ndani ya kambi hiyo upande wa mashariki. Alijibanza kwenye mti mmoja, huku bastola yake aliyokuwa ameifunga kiwambo cha kuzuia risasi. Na Bravo 2 na Bravo 3 nao wakapewa ruhusa kuingia ndani ya kambi hiyo, na mwisho wa kuingia alikuwa ni Bravo 4 ambaye ana bunduki ya udunguaji, yani sniper, bunduki ya masafa marefu. Hapakuwa na muda wa kupoteza zaidi tu ya kuanza kuua wanamgambo hao. Wanamgambo wa Al-Shabaab walikuwa wakifa kimya mpaka wakakutana kwenye nyumba aliyokuwa amehifadhiwa jasusi wa Kitanzania, na hapo ndipo Bravo 2 akatoa ishara ya kunyosha vidole 4 akiashiria kwamba ndani ya nyumba hiyo kuna wanamgambo 4 wenye bunduki. Kwa lugha ya alama za vidole ambayo makomando hao wanaelewana vizuri, makomando 2 wakajibanza kwenye madirisha ya nyumba hiyo na 2 wakabaki mlangoni. Bravo 1 akatoa ishara ya go. Alitoa ishara hiyo na kwa kasi wakawashambulia wanamgambo hao ambao hawakuwa na habari yoyote ya kile kinachoendelea nje, kwani operation hiyo ilikuwa imeendeshwa kimya na tena kwa umakini wa hali ya juu, na hapakuwa na mwanamgambo yeyote yule aliyekuwa anaelewa. Wakamkuta jasusi wa Kitanzania akiwa amekalishwa kwenye kiti, huku mwili wake ukiwa umejaa majeraha mengi ya kichwa. Maskini ya Mungu, ngozi yake ilionekana imeunguzwa pia kwa nondo za moto. Bravo 3 akasema, huyu ni mzima huyu. Bravo 3 alizungumza mara baada ya kumpima mapigo ya moyo, kwani kwa kipindi alichokipitia
hali yake imekuwa ni mbaya sana, kwani ni kwa mara kadhaa amejikuta akizimia na kuzinduliwa kwa kipigo. Bravo 2 alimpiga picha jasusi huyo na sura ya jasusi huyo ikawa ndo taarifa zake zote zimejitokeza katika simu yake. Bana, ni yeye. Sergeant, tumekuja kukuchukua urudi nyumbani. Bravo 1 alizungumza na akamnyanyua kwenye kiti alichokuwa amekalishwa huku akiwa amefungwa. Bravo 3 alimbeba begani mwake na wakaanza kutoka kwa mfumo ambao Bravo 2 alikuwa ametangulia, huku Bravo 4 na Bravo 1 wakiwa wanatazama nyuma na kumwacha Bravo 3 akiwajibika na wenzake, na kila sehemu waliokuwa wanapita walitegesha mabomu ya kulipua kwa remote. Wakitoka ndani ya kambi hiyo, walitembea kwa umbali wa mita kama 8 hivi mpaka eneo walipokuwa wameliacha gari lao aina ya Ford Ranger. Wakaondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi. Bravo 1 alichukua remote ndogo mfukoni mwake, alichomoa antena ndefu, akaminya pale batani moja tu iliyopo kwenye remote hiyo ndogo na kusababisha mabomu zaidi ya 8 waliokuwa wameyategesha kwenye kambi hiyo yakalipuka. Mlipuko ulizidi kuwa ni mkubwa kutokana na kambi hiyo kutumika kama eneo la kuhifadhia mafuta ya petroli na diesel kwa wanamgambo hao. Mission ya kumwokoa Sergeant K9 imekamilika. Bravo 1 alizungumza huku akigeuka nyuma akamwangalia K9, hali yake jinsi ilivyokuwa mbaya. Hongereni sana vijana wangu. Sauti ya kiume ilisikika. Shukran mkuu, ila kwa sasa hali yake ni mbaya sana, hivyo itatulazimu kumpeleka hospitalini. Amepoteza damu nyingi sana. Una ruhusa yangu? Shukran mkuu. Hapo Bravo 1 akashusha pumzi huku akimtazama Bravo 4 jinsi alivyokuwa anaendesha gari hiyo kwa mwendo wa kasi mno. Bravo 2 alivaa gloves ngumu alizokuwa amezivaa mikononi mwake. Alichana kifuko kidogo chenye gloves za operation na akazivaa kwa haraka. Alisoma maelekezo kwenye simu, aliangalia group la damu la K9, akafungua kisanduku kidogo chenye vifuko vya damu, akazichambua na akaona vifuko vitatu vya damu za group la K9. Akamchoma sindano mkononi mwake, akamwekea drip la damu katika mkono wake wa kulia. Utakaa sawa soja. Bravo 2 alizungumza huku akimtazama K9 akiwa amejegemeza kwenye siti ya gari huku hali yake ikiwa ni haieleweki. Come on, shit. Bravo 1 alizungumza mara baada ya kukutana na lori lililokuwa limebeba wanamgambo wa Al-Shabaab ambao walikuwa wanaelekea kwenye kambi yao. Rudi nyuma. Bravo 1 alizungumza na kumfanya Bravo 4 ambaye ni dereva aivute handbrake huku akikunja kona iliyofanya gari hiyo kusereleka, huku tairi zake zikichora duara katikati ya barabara hiyo yenye vumbi, huku vumbi jingi likitemka. Milio ya risasi ilianza kurindima nyuma ya gari lao lililokuwa limetengenezwa kwa ubora wa kuto kuingiza risasi. What? RPG? Bravo 4 alizungumza kwa mshangao huku akiliumbisha gari hilo, na bomu hilo la RPG likapita na kwenda kulipua kwenye mti mkubwa. Bravo 4 ambaye ndo dereva alizidi kuongeza kasi, huku barabara hiyo ambayo haikuwa nzuri ilifanya kiasi gari hili kuweza kuyumba sana, lakini gari ilizidi kujitahidi. Bravo 0, tunawatumia msaada, utawafikia dakika 5. Sauti ya kike ilisikika katika earpiece zao walizokuwa wamezivaa masikioni. Shukran. Gari mbili ndogo aina ya Toyota Hilux zikalipita lori hilo, huku zikiwa zina wanamgambo wa Al-Shabaab ambao walikuwa wanazidi kuongeza mashambulizi katika gari hilo. Bravo 2 alizungumza kwa kusema, hawa jinga mwanangu, sijui walikuwa wapi. Bravo 2 alizungumza huku akitazama gari hizo zinavyofukuzia. Bravo 3 akasema, nahisi wana kambi ya karibu. Walivyosikia milipuko ndo maana wamejikusanya sasa. Bravo 3 alizungumza huku akiwa ameshika bunduki yake vizuri, huku akiwa ameielekezea chini.
Bravo 0 hapa. Ongezeni mwendo, muache mita hata 100. Bravo 0 tumekusoma. Bravo 4 alizungumza huku akiongeza kasi na kuziacha gari hizo kwa umbali mrefu kidogo. Ndege isiyokuwa na rubani, yaani drone yenye mabomu, ikaanza kushambulia kwa mabomu gari hizo na kuzichangua vibaya mno, huku wanamgambo hao wakifariki kwa mashambulizi hayo ya mabomu. Yes. Bravo 3 alishangilia huku akiwa anatazama moto mkubwa ukiteketeza gari hizo. Mpo clear kutoka msituni sasa. Tutawapa escort ya drone. Tumekupata Bravo 0. Shukrani pia kwa msaada. Bravo 1 alizungumza huku akitazama TV ndogo iliyopo kwenye gari hiyo, ikiwaonyesha ramani ya kutokea ndani ya msitu huo. Naam. Upande wa pili. What? Nini? Nasra alionekana kuzungumza huku akisimama kwa kasi kama amepigwa na shoti ya umeme, huku simu yake ikiwa ipo mkononi mwake, lakini mkono ulikuwa ukimtetemeka vibaya mno. Yaani kwamba tumepoteza kambi yetu ya kuhifadhia mafuta na wanamgambo zaidi ya 120 wameuawa. Kivipi? Nasra aliuliza kwa jazba kweli kweli. Madam, tuliona mlipuko mkubwa kwenye kambi na nikatuma vijana hao kwenda kuwahi shambulizi hilo, na wakiwa kwa njiani wakakutana na watu walioharibu kambi yetu, ila baada ya muda nikasikia milipuko mingine na nikapokea mawasiliano na vijana wangu, hivyo nipo eneo la tukio na idadi kubwa ya watu wamefariki madam. Shit. Okay, nakupigia. Nasra alizungumza huku mwili mzima ukiwa umebadilika rangi. Mwili ulikuwa ni mwekundu. Alitafuta namba nyingine na akapiga. Sister, hebu nisikilize. Wale jamaa wamemkomboa yule mpumbavu. Hebu sasa sikiliza, fanya kitu kimoja. Rudi Tanzania na uhakikishe unafanya upelelezi kuzijua familia zao. Nataka tuwaue mmoja baada ya mwingine. Sister, una uhakika kwamba Tanzania mimi sitafuti, kwa maana kwamba bado hakujapoa kabisa kule dada? Nimesema rudi Tanzania. Nasra alizungumza kwa hasira na kisha alikata simu hiyo, akainyanyua meza ya kioo iliyopo mbele yake, aliitupa chini kwa hasira, kwani kile walichokuwa wamekipanga kilikuwa hakija kwenda kama alivyokuwa ametarajia. Msaidizi wake na Madam Nasra aliingia ndani ya ofisi, akakuta meza ikiwa imechanguka, jambo lililomshangaza mno msaidizi wake. Ilibidi amuulize, mkuu, kuna nini tena? Hebu niache na wewe. Okay, sawa madam, samani. Nasra alijibwaga kwenye sofa huku akimtazama msaidizi wake akitoka ndani hapo, huku sura ya Roy pamoja na Bobby zikiwa zimemtawala mno kichwani mwake. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine tunapata kuisikia sauti ya dereva taxi akisema, karibuni sana wakuu, karibuni sana. Dereva taxi huyo alizungumza huku Bobby na Roy wakiwa wameingia ndani ya hiyo taxi. Bobby akasema, tunashukuru sana Sudi, siku hizi unatoka kitambi ndugu yetu. Bobby alizungumza kwa utani huku akicheka ndani ya taxi hiyo. Sudi akasema, kaka, sasa hivi nimeoa bwana, basi napikiwa vinono bwana. Wote walicheka. Kwa hiyo ndugu yetu mpaka unaoa lakini hukutaka kutualika? Hamna ndugu zanguni, nyinyi sasa nawapataje mkiwa mpo bize, mkiondoka Mombasa kurudi ni majaliwa. Sikiliza Sudi, tupe ripoti ya hapa Mombasa. Roy aliongea huku akitazama mandhari ya barabarani. Sudi akasema, huku salama ndugu zanguni. Nipangeni sasa. Bobby ilibidi amuulize Sudi, unamtambua huyu mtu? Unamfahamu? Bobby alimuuliza Sudi huku akimwonyesha picha ya Karim. Sudi alitazama picha hiyo mara moja tu na alijikuta kiguna, ikiwa ni ishara ya kwamba mtu huyo anamjua. Sudi, naamini ya kwamba unamjua mtu huyo. Huyo mtu mimi namjua, ni mfanyabiashara hapa Mombasa. Okay, sawa, hebu tupitie kwenye ile nyumba yetu.
Ila sasa ndugu zanguni, huyu ni mfanyabiashara mkubwa, msije mkaniletea matatizo. Sikiliza Sudi, si tunalielewa hilo na hakuna chochote kitakachoweza kukupata. Roy alizungumza hivyo na kisha alitoa noti 3 za dola 100 akamkabidhi Sudi. Sikiliza, hizo pesa utakuwa na sisi siku nzima. Hapo tabasamu lilimjaa Sudi usoni mwake, kwani ni furaha kwa mfanyabiashara yeyote kupata pesa nyingi kwa wakati mmoja. Sudi akawafikisha Roy na Bobby kwenye nyumba yao wanaofikiaga wakiwa wako Mombasa kikazi au kwa mapumziko. Sudi alibaki nje. Waliingia ndani moja kwa moja wakapitiliza mpaka katika chumba wanachohifadhia silaha. Walianza kujipanga kwa kazi iliyopo mbele yao. Na shauri tumwachie huyu Sudi aondoke. Bobby alimshauri hivyo rafiki yake Roy. Kwa nini tumwachie? Naamini anamjua Karim kama mfanyabiashara, na kama unavyojua Mombasa ni eneo ambalo watu wakiamua kukutana wanatafutana na wanapatikana. Hivyo acha aende. Sawa, mruhusu kama umeamua. Oya Sudi. Kaka. Wewe nenda, baadaye tutakupigia. Sawa ndugu zanguni, mimi muda wote ule nipigie ni simu bwana. Na okay, kuna shaka. Kweli Sudi akaondoka, huku Roy akiwa anatazama gari la Sudi mpaka likatokomea. Wakarudi ndani, na hapo ndipo ambapo Bobby alimtazama sana Roy. Bobby akawa anatazama pia na ramani aliyokuwa ametumiwa na Spana kwenye kompyuta. Akamwambia, sikiliza Roy, njoo uone. Makazi yake hayapo, umeona? Bobby alizungumza huku akimwonyesha Roy ramani hiyo. Sasa kuna umbali gani kutoka hapa tulipo? Dakika 45. Tunaingia sasa hivi au? Nasubiri Spana aweze kumpata na anatutumia location yake. Tunaweza kwenda kwake na tusimkute, kwa lazima tujue kwa sasa hivi yuko wapi. Alafu kweli. Roy alijibu huku akitazama bastola aliyokuwa ameishika. Bobby akatoa earpiece 2 kwenye kisanduku kigumu cha kuhifadhia earpiece hizo, akamkabidhi Roy moja na yakavaa nyingine sikioni. Hizi ziko on? Ndio, tunaweza kuwasiliana nao. Sisi huku tunawasikia vizuri tu. Bad Lady alizungumza hivyo na kumfanya Bobby atabasamu. Ndio, okay, sawa kamanda. Nimefanikiwa kumpata jamaa kwa sasa, yupo eneo hilo, nimewatumia hapo location. Bobby na Roy wakatazama hilo eneo. Mbona kama vile anaonekana na move haraka sana huyu Karim. Okay, dakika 0. Spana alizungumza. Ikatokea video inayoonyesha gari dogo aina ya Subaru Legacy ikiendeshwa kuelekea katika fukwe ambayo haipo mbali sana na wao. Hapakuwa na muda wa kupoteza, kwa haraka sana wakatoka ndani hapo na kuingia katika gari aina Range Rover Sport, huku Roy akiwa ndo dereva. Waliondoka kwa mwendo wa kasi, huku Bobby akitazama ramani ya gari hilo linalorekodiwa na satellite kila linapoelekea. Roy, kunja kushoto, kuna uchochoro hapo. Bobby alizungumza na Roy. Kweli alikunja kushoto na kupita katika barabara yenye uwezo wa kupitisha gari moja tu, huku Bobby akitazama gari hilo kwenye ramani jinsi wanavyolikatishia kwa mbele. Wakatokea katika barabara ya rami na Roy akaligeuza gari kulia na kuelekea usawa anaotokea Karim. Yule kijana IT Spana pamoja na Bad Lady wao walikuwa wanashuhudia operation hiyo, wakajikuta wakitokwa na macho namna gari hizo zinavyokwenda kugongana uso kwa uso. Karim kwa upande wake aliyekuwa anaendesha gari yake hiyo, ilimbidi kuikwepa gari ya kina Roy iliyokuwa inataka kumgonga, kitendo kilichomfanya huyu sasa Karim aende akaparamia nguzo ya barabarani, akasababisha airbag ya gari hiyo kufumuka kwenye usukani, zikamfunika uso mazima. Kwa upande wa Roy, yeye kule akafunga breki za gari hilo, akalirudisha nyuma hadi usawa eneo alipopata ajali gari ya Karim. Kwa pamoja yeye na Bobby wakavaa mabushori, yani zile maski za kuzuia sura zao.
maski ambazo zilikuwa zinaonyesha maeneo ya macho tu. Bobby akashuka huku akiwa na bunduki mkononi mwake. Alitembea kwa haraka mpaka kwenye mlango wa gari la Karim. Alifungua mlango wa gari haraka sana. Alimkuta Karim akiwa anahangaika kutoka eneo hilo. Akampiga na kitako cha bunduki kichwani mwake. Maana hiyo Karim alizima. Kwa kutumia kisu alikata mkanda wa gari, wakamtoa Karim, wakamwingiza siti ya nyuma kwenye gari yao. Na hapo ndipo na yeye sasa akaingia siti ya nyuma ya gari hilo. Wakaondoka kwa mwendo wa kasi mno eneo hilo, huku baadhi ya watu wakiwa wanashangaa tukio hilo ambalo halijamaliza hata dakika 2 katika utekelezaji wake. Wakafika karibu na nyumba yao na Bobby akaminya batani moja ndani ya gari iliyokuwa imeunganishwa na gari hilo na kulifanya geti kufunguka lenyewe, na wakaingia ndani na geti wakalifunga. Roy akatoa wazo, hebu mskani huyo. Roy alizungumza huku akishuka ndani ya gari. Bobby akatoa kifaa maalum cha ukaguzi wa chip za GPRS zinazoweza kuwekwa ndani ya miili au katika simu. Akaanza kupitisha pale kuanzia miguuni mwa Karim mpaka kichwani mwake, na Bobby akasema yupo clear kabisa. Bobby alizungumza huku akimpapasa mifukoni. Akatoa pale simu ya Karim aina ya iPhone. Bobby alimshusha ndani ya gari Karim, akambeba begani na kumwingiza ndani. Hili jamaa lizito kinoma mwanangu. Bobby alizungumza huku akimlaza chini. Wakamfunga pingo mikononi mwake na Roy akampiga picha kadhaa. Hii simu yake inaonekana ina lock ya password. Bobby alizungumza mara baada ya kugundua simu hiyo haiwezi kufunguliwa zaidi ya kuingiza neno la siri. Oa Spana, kaka, unaweza kufungua hii iPhone? Sasa hapa inabidi tupate USB ya iPhone afu tuchomeke kwenye laptop yako labda. Okay, ngoja kwanza. Bobby alitoka ndani hapo na baada ya muda alirudi akiwa na waya mkononi mwake, akauchomeka kwenye simu na kwenye laptop. Tayari nimeipata. Ina maana umedukua laptop yetu ama? Waku. Wewe dogo noma sana. Itachukua muda gani kupata password? Dakika chache tu. Nimpatie taarifa mkuu. Bado mapema. Lazima uyazinduke. Tukiongea naye tuwape kitu cha maana. Okay, sawa. Spana alitaja namba ya siri ya simu hiyo na Bobby akaingiza, na kweli simu ikafunguka. Simu iliyoingia ya mwisho ni hii. Na hii namba hii ilompigia mara mwisho ina kodi ya Ethiopia. Spana, umepata namba zilizopo kwenye simu yake? Hapa faili zote ndo zinamalizia kuingia kwenye PC yangu. Spana alizungumza huku akitazama namna programu zake za kudukua zinavyohamisha mafaili kutoka kwenye simu ya Karim na kuingia kwenye laptop yake. Japo simu za kampuni ya Apple zinasifika kwa ulinzi wa kutokuwezekana kudukuliwa, ile imekuwa ni rahisi mno kwa huyu dogo Spana kufanya udukuzi huo, kwa ana ujuzi mkubwa mno na wa hali ya juu. Nimeona hapa namba zake. Hiyo ya mwisho kumpigia, hebu kwanza iangalie. Sawa kaka. Na hiyo ya mwisho yeye kupiga, hebu ifuatilie zote mbili tujue. Sawa kaka. Roy alimnyanyua Karim chini alipokuwa amelala, akamkalisha kwenye kiti. Huyu inabidi tusepe naye kurudi Tanzania. Hapo Bobby alizungumza huku akimtazama Karim. Mimi nadhani tusubirie jua lizame. Unajua sasa hivi kutakuwa kuna taharuki kubwa kwenye lile eneo, kwa maana kwamba kazi imefanyika fast. Ndio hivyo, ngoma 4 usiku tunakula naye boda ya Hororo Tanga kisha da. Hapo umeongea mwanangu, ngoja kwa tusikilizie hali ya hewa itakavyokuwa. Mnanipata? Spana alionekana kwenye laptop. Anaongea kwenye laptop bila hata ya video call. Kaka.
Sasa namba ya mwisho kumpigia imetoka nchini Ethiopia, ila haijasajiliwa na mtu yoyote, ila inapatikana kupitia WhatsApp. So tunaweza kumpata bila ya kujulikana eneo tulipo. Ndio. Ninapiga video call kwenye namba yake na ninawaunganisha naye. Hatojua kwamba imetokea wapi. Itaingia tu kama ilivyoingia video hii kwake. Na okay, sawa, fanya hivyo. Bobby alizungumza, na baada ya dakika simu ilipokelewa na Nasra. Nasra alishtuka kujikuta anatazamana na Bobby tena uso kwa uso. Nasra alitamani kukata video call hiyo, ila alishindwa. Bobby akasema, najua mipango yako, tumekuwa tukiitibua, na laiti tungejua ile siku, basi sasa hivi tungekuwa tumekuweka ndani. Bobby alizungumza huku ni yeye pekee akiwa anaonekana kwenye video hiyo. Bobby, ni vema kulikumbuka jina langu na kuikumbuka hii sura. Hivyo unaweza kaisi unanitisha mimi? Sikutishi, ila nimekuwa ni jinamizi kubwa sana kwako. Mipango ya kuleta kiama kwenye nchi yetu, sidhani kama inaweza kuishi. Kama huyu mjinga mwenzako aliweza kuingiza watu wake ndani ya nchi na kuleta maafa kwa makomando yetu, jua kabisa tutawapata tu. Haijalishi ni muda gani, ila tutawapata. Hapo Bobby akaondoka mbele ya kamera ya laptop hiyo na kumfanya Nasra kushtuka sana mara baada ya kumwona mdogo wake akiwa hajitambui. Nasra, cheza na watu wote ila usicheze na nchi yetu. Umepoteza mume, basi huyu atakuuma zaidi ya vile unavyofikiria. Naam, hapo hofu na wasiwasi vikamjaa Nasra. Hakutarajia kuona mdogo wake akiwa amekamatwa kwa haraka namna hiyo, jambo ambalo limezidi kumuumiza kichwa, kwani shambulizi lililotokea nchini Somalia na analolishuhudia hapa halijapishana sana. Hey. Hi Nasra. Roy alizungumza huku akionekana kwenye video hiyo. Akamtandika Karim makofi manne ya mashavu na kumfanya zinduke huku akiwa anaweweseka. Karim alikurupuka huku akiwa na shanga. Macho yalimtoka huku akimtazama Bobby na Roy ambao amewashuhudia kwenye picha. Mbele ya meza anamuona dada yake kwenye laptop. Bobby akasema, watoto wa baba mmoja na mama mmoja, mmeamua kuleta ugaidi kwenye nchi yetu, hivyo basi hamtofanikiwa. Bobby alizungumza hivyo kwa msisitizo, akamtandika Karim risasi ya mguu na kumfanya pige kelele za mayoye na maumivu, ila Roy alisimama nyuma yake akamziba mdomo. Ghafla wakaisikia sauti ya Spana masikioni mwao. Spana akisema anajaribu kukata simu ila hatoweza. Aliposema hivyo, Bobby akasema, Nasra, utaweza kukata simu na tukwambie tu tunakuja kwa ajili yako. Hapo Nasra kwa hofu na mashaka aliifunika simu yake mezani huku jasho likimwagika. Vitu vinavyomtokea kwa haraka sana kwa muda mfupi vinamchanganya. Nasra alijikuta akisema, Mungu wangu, wamempata mdogo wangu Karim. Nasra alizungumza kwa sauti ya hofu huku akiwa hajiamini wala hajui nini cha kufanya, kwani akili yake ilikuwa imekosa uwezo wa kufikiria kwa wakati huo. Naam, msikilizaji, upande wa pili simu ya Mheshimiwa Rais ilianza kuita kwa mfumo wa video call. Aliipokea mara baada ya operation kuhitimishwa kwa mafanikio makubwa mno. Madam, mimi nashukuru sana tena sana madam. Wala hata usijali Msurwa. Hilo ni taifa letu na tunalipambania usote. Japo kwa sasa wengine hatupo ndani ya nchi, ila ni lazima tupambanie kilicho chetu. Nashukuru sana na Mungu awabariki sana wewe na mkuu. Anakusikia hapa, hebu ongea naye. Kijana, ndio mheshimiwa. Ulinzi wa taifa lako unaloliongoza linategemewa na wewe sana. Usiumbishwe na usifumbie macho haya masuala ya kigaidi yanayoendelea ndani ya nchi yako. Japo sio gaidi unaoonekana, ila ni ufanyie kazi. Wananchi kukupatia kura walikuamini sana, na ndio maana umekalia kwa kiti hapo.
Kwa hiyo sasa unapaswa kuwa na maamuzi magumu kwa ajili ya kesho ya taifa lako. Endapo Madam na Mheshimiwa Max wangerukaruka Makida, usingekuwa na taifa kama hilo. Nadhani tunaelewana, Msulwa. Ndiyo mzee wangu Ryan. Nawashukuru sana Madam Judy, nawe pia nakushukuru sana, na nitafuata nyayo zenu za uongozi. Asante sana. Ukiwa na tatizo unajua nini cha kufanya. Ni kweli kabisa. Basi sawa. Naam. Hapo wakamuaga. Msikilizaji, Madam Judy aliyekuwa makamu wa rais pamoja na mume wake mzee Ryan walikata simu na kumwacha rais akiwa na amani moyoni mwake, kwani tatizo alilokuwa hajui ni wapi pa kuanzia na sasa lilikuwa limetatuliwa. Samani mheshimiwa. Bila samani. Huyu si Madam Monica aliyekuwa makamu wa rais kipindi cha mzee Max? Ndio, ila jina lake la pili anaitwa Judy. Hivyo mara nyingi napokuwa na watu ninapenda sana kutumia jina hilo ili watu wasijue ninaongea na nani. Hapa kidogo sasa unajua nilipata mashaka kwa sababu namtambua ni Madam Monica. Sasa ulipomwita Judy kidogo umenipa wasiwasi. Ebu Ruben, hakikisha K9 akirudishwa nchini unampatia haki zake za matibabu. Yanakuwa ya uangalizi mkubwa sana. Sawa sawa mheshimiwa. Chochote kutoka kwa Bobby na Roy? Kitu gani? Bado hawajanipatia ripoti yoyote ile mkuu. Okay, sawa. Wakikupatia tu hakikisha unanieleza. Sawa mheshimiwa rais, hakuna shaka. Wakatoka katika ukumbi huo huku mheshimiwa rais akielekea katika ofisi yake na Ruben akielekea katika ofisi yake iliyopo ndani ya ikulu. Naam. Msikilizaji, upande wa pili Nasra alionekana kushusha pumzi taratibu na akaituliza kwanza akili yake huku akijaribu kuto kuchanganyikiwa. Aliwaita wasaidizi wake pale wanne ambao anashauriana nao kwenye mambo mbalimbali na kuweka kikao kwanza cha dharura. Ukimya ulitawala sebuleni hapo huku kila mmoja akiwa anasikiliza ni kitu gani ambacho Nasra ataweza kukiongea. Hebu sikilizeni. Mimi mdogo wangu ametekwa. Nasra aliposema hivyo, wote wakatazamana kwa mshangao. Hapa namaanisha kwamba Karimu ametekwa. Ametekwa na watu ambao tuliwatarajia kuwakamata nchini Somalia. Ila kilichotokea Somalia mmeshakijua. Ila hichi kimetokea nchini Kenya. Watu wawili ambao wamekuwa mwiba kwangu kwa kuvuruga kila ninachokipanga ndio waliomteka mdogo wangu. Hivyo basi ninahitaji ushauri wenu na ndio maana nimewaita hapa. Ina maana kwamba mdogo wako ametekwa akiwa kwa Mombasa? Ndio. Sasa madam, Mombasa pale si tuna vijana wengi tu na wenye uwezo kuanzisha operation ya kumsaka Karimu kwa sababu hata yeye pia ana vijana. Madam, alisemalo kaka hapo ni kweli mkuu. Ni lazima tumsake kila sehemu. Na istosha hao watu hawataweza kutoka Mombasa bila kupitia Hororo. Tuna askari wetu wa Kenya pale. Tuwaambie mabosi wao waweke vizuizi vingi ili tuhakikishe jamaa hawachomoki. Okay, fanyeni hivyo. Nasra alizungumza kwa msisitizo na mwanamama huyo akapiga simu nchini Kenya kwa mkuu wa askari. Aliwapatia ripoti ya kupotea kwa Karim. Lakini madam, kwa kuongezea ili kuwapa ugumu wa kutoka nchini, tutangaze dau nono. Wakenya wanapenda sana hela. Na kutokana na Karimu ni mfanyabiashara mwenye pesa nyingi Kenya, basi watajua ni mfanyabiashara ametekwa. Hapo mshauri mwingine alizungumza kwa msisitizo mno. Nasri ilibidi auliza, so tunaweka dau la bei gani? Sasa ili kazi
ili kazi hii ifanikiwe kwa wananchi, tuweke kama Kenya shilling kama milioni 50 hivi. Na kwa uchumi wa sasa wananchi wa Kenya na hali ya maisha ilivyokuwa magumu, amini ni kwambia halo hili madam, watapambana mpaka tone la mwisho kuhakikisha kwamba wanampata huyo Karim. Okay, pigia watu wa broadcast zote Kenya litoke hilo tangazo sasa hivi, na kama wapo njiani, wapo wapi, wagawane. Sawa mkuu. Baada ya ushauri aliopewa Nasra, alishusha pumzi taratibu, kwani anaamini atawazuia kabisa Bobby pamoja na Roy kumtoa Karimu nje ya Kenya. Naam, upande wa pili tulipata kumwona Roy akizungumza huku akila taratibu nyama iliyopo kwenye kopo. Roy alisema, "Aise, kuifunika simu chini inamaanisha na hofu kubwa sana. Sidhani kama tukubali kushindwa kirahisi kwa sababu ya kumkamata ufala." Hapo Karimu akaanza kuangua kicheko kilichofanya Roy na Bobby wamtazame kwa sekunde kadhaa. Karimu akasema, "Nyema jamani, wa ovyo sana nye. Kwa huo ndo ujasusi wenu unavyoelekeza?" Karimu alikuwa anazungumza kwa lafudhi ya Kikenya, alicheka kwa dharau sana. "Sikilizeni nye, acha niwaambie maneno, sister yangu hawezi kujiriski yeye kisa eti mmenikamata mimi. Yeye anajali sana organization kuliko mtu yote, na ndio maana alimwambia shemeji Bata ajue ili siri ya organization isiweze kutoka." Karim aliongea maneno hayo na kumfanya Bobby akunjue nne aliyokuwa ameikunja huku akiwa anamtazama. Ikawaje? Bobby alimuuliza swali hilo Karim. Karim akasema, "Kama mnataka kuniua ni uweni sasa. Kwa sababu hapa Mombasa hamtoweza kutoka salama. Aminini maneno yangu, hamwezi kutoka." Roy akasema, "Huyo hana la msingi, huyo atakwenda kuongea mengi home." Roy alizungumza huku akichukua kitambaa, akamwaga dawa ya maji ya usingizi, akamziba Karim na kitambaa hicho puani mwake, na azikupita dakika 2 Karim alilala fofofo. "Oe Spano." "Ndio kaka." "Umesikia jamaa alichokiongea?" Nimesikia. Najaribu kutazama eneo la karibu na hapo hakuna hatarisho yote ile kaka." "Okay sawa, tupe taarifa kwa chochote ambacho si cha kawaida." "Sawa mkuu." "My lady." Naam, hapo Bobby alizungumza huku akitoka eneo hilo na kumfanya Roy kumtazama huku akitabasamu. "Niambie mpenzi wangu, unaendeleaje?" "Namshukuru Mungu, hongereni kwa kazi nzuri." "Nashukuru mpenzi wangu, nimekumisi sana." "Hata mimi baby, ukirudi tu nataka kukuandalia chakula kizuri." "Wacha wewe utanifanya nenepe mimi." "Wala hutonenepa mpenzi, ila tu nitakufanya ufurahi." "Nashukuru kusikia hivyo." Hey. Kuna tatizo. Sauti ya Spana ilimfanya Bobby na Bad Lady wakatishe mazungumzo yao. Bobby ilibidi arudi alipokuwa amemwacha rafiki yake Roy. Spana aliendelea kusema, "Bana, wanatangaza kupotea kwa Karimu, mfanyabiashara mkubwa, na mashuhuda wamehojiwa." Spana alizungumza huku akiweka taarifa hiyo ya habari inayorushwa muda huu kwenye vyombo vya habari nchini Kenya. Bobby akashusha pale pumzi taratibu huku akitazama taarifa hiyo iliyokuwa inatangazwa. Mashuhuda walisikika wakisema, "Tuliona renji moja inalenga gari ya Karim. Sasa jamaa akaamua kukwepa na mwisho wa siku akaenda kugonga nguzo pale. Nikaona mtu ameshuka amevaa maski nyeusi usoni mwake na ana bunduki mkononi mwake, ila range ikarudi nyuma hadi usawa ilipokuwa gari ya Karim. Karim akatolewa na kudumbukizwa ndani ya gari hiyo range." Shuhuda huyo alikuwa anatoa ufafanuzi huo.
Wakamuuliza tena, so kwa nini haukufanya jambo labda kutoa ripoti polisi? Shuhuda huyo kwenye taarifa ya habari alionekana akiendelea kusema ya kwamba, Buda, hizi mambo hapa nchini ni za kawaida. Mimi na kids na familia, lazima niwajali. Hivyo hata hapa mimi naongea nilichokiona, hivyo mimi siwezi kuongea zaidi hapo. Mwandishi wa habari akamuuliza yule jamaa, kwa hiyo gari, hiyo Range, unakumbuka namba zake za usajili? Mwandishi huyo alihoji swali lililowafanya Bobby sasa na Roy watazame laptop yao inayoonyesha taarifa hiyo. Yule shuhuda akasema, si wale watu ni danger rafiki yangu. Yaani kila kitu kimetoka within 2 dakika mazee. Wale jamaa, yani huonekana ni jamaa, wale jamaa za kazi yani. Hata sijacheki ile namba ni namba gani, sababu ilikuwa ni kama movie vile, ila ndo jamaa fyawe ndo ameshanyakuliwa. Shuhuda huyu alipokuwa anatoa shuhuda huo, mwandishi wa habari akamwambia, okay sawa, nashukuru kwa muda wako. Jamaa akajibu poa poa. Mwandishi wa habari akamalizia pale kwa kuripoti ya kwamba ripota wenu naendelea kuhoji walioshuhudia tukio hilo. Familia ya Bwana Karimu imetangaza dau la milioni 50 Kenya shillings kwa yote atakayeweza kutoa taarifa ya wapi atapatikana Bwana Karimu. Roy wakati anatazama hiyo taarifa ya habari alikuwa akisema shit. Bad Lady akasema, kwa Wakenya hiyo pesa ni nyingi sana, watakuwa tayari kufanya chochote kumpata Karimu. Bad Lady alizungumza hivyo. Roy akasema lazima askari watakuwa wanamsaka kwenye vizuizi vya barabarani. Roy alizungumza huku muda wote Bobby alikuwa yuko kimya tu anawaza jambo na kulitafakari. Spana, hebu nipatie line salama nizungumze na Ruben kwenye video call. Sawa mkuu. Hapo kweli kijana huyu Spana akapiga pale namba ya simu ya Ruben na kisha ikapokelewa. Ruben akasema, Bobby, tena nilitaka kuwatafuta bwana. Ruben alizungumza huku akiwatazama Roy na Bobby wanaoonekana kupitia video call. Roy akaigeuza laptop ikamwonyesha Karimu walikuwa wanamshikilia. Ruben, washa TV, angalia channel za Kenya. Ruben ilibidi abadilishe channel. Aliona tangazo linaloendelea linalomhusisha mfanyabiashara mkubwa kutekwa ambaye ni Karimu. Ruben akasema, ngoja ni kwanza msikate simu msikate. Ruben alinyanyuka na moja kwa moja akaelekea ofisini kwa Mheshimiwa Rais. Aliwasha TV iliyopo ofisini mwa Mheshimiwa Rais. Ruben akasema, Mheshimiwa, Bobby na Roy wamempata Karimu, ila shida iliyopo mbele yao ni hiyo hapo. Hapo Mheshimiwa Rais alishusha pumzi huku akitazama taarifa hiyo ya habari. Vipi, Bobby na Roy wapo online niongee nao? Ndio, wapo online. Roy alisema hivyo na kisha akamkabidhi Mheshimiwa Rais simu hiyo ili azungumze na Bobby na Roy. Mheshimiwa, tumefanikiwa kumpata mdogo wake na Nasra. Kazi nzuri sana. Je, nini ambacho mnahitaji niwasaidie? Ni kumtoa nchini Kenya na kumrudisha Tanzania kimya kimya bila hawa raia wa nchi hii kuweza kufahamu, kwa sababu endapo wakijua tupo naye itatuletea shida itakayosababisha maafa makubwa mno. Sawa, hebu nipeni muda kadhaa nitawarudia. Sawa Mheshimiwa. Hapo Rais alikata simu na kisha kaifunika mezani. Akamwambia Ruben, tunafanyaje sasa kwenye hili? Mkuu, tufanye mawasiliano na rais wa nchini Kenya. Ruben alizungumza huku akiwa anamtazama rais machoni mwake. Rais akasema, Ruben, kumbuka hii ni operation, ni ya siri ambayo wanaoitambua ni watu wachache sana, na serikali ya Kenya hatujihusisha kwenye hii operation kabisa. Hii inaweza kaleta kutokuaminika kati ya serikali yetu na serikali ya Kenya, na diplomasia yetu inaweza kuyumba kwa kiwango cha hali ya juu sana. Sasa Mheshimiwa, tunafanyaje Mheshimiwa? Ikiwa huyu jamaa kwao anaaminika kama mfanyabiashara mkubwa na kiwango cha pesa kilichowekwa na familia yao ni kiwango kikubwa sana ambacho kwa namna moja ama nyingine Mheshimiwa kimeshawacharua wa Kenya, wako tayari kufanya chochote ili mradi tu kuuza taarifa hiyo. Nisikilize Ruben.
Unatambua kuingiza majasusi kisiri kwenye nchi moja kwenda kufanya upelelezi ni kosa la kidiplomasia, na endapo watakamatwa watauawa. Siwezi kuyaweka maisha ya Ruben na Roy hatarini kisa huyo mpuzi. Kwa hiyo mheshimiwa, tunafanyaje mkuu? Kwa sababu hali ilivyo kwenye hii operation, tayari wameshakwama kwenye eneo walipo. Unajua ni wapi walipo Bobby na Roy? Wako Mombasa mheshimiwa, ila sifahamu ni eneo gani hapo Mombasa. Unajua mimi kinachonipa wasiwasi, sijajua rais huyu wa Kenya yuko upande gani. Umeshafikiria kuwa endapo atakuwa katika upande wa hiyo organization itakuwaje kwa vijana wetu? Swali la mheshimiwa rais lilifanya Ruben kwanza shushe pumzi taratibu. Mheshimiwa, au wachukuliwe mpaka ubalozini? Kumbuka hii operation ni ya siri na sio operation ya kuwahusisha mabalozi. Ruben, unafeli wapi? Hebu nipe wazo kama professional. Siku 2 hizi unachoka nini? Mkeo anakusumbua ama vipi? Hapana mheshimiwa rais. Sasa nini shida? Mbona huna mawazo kabisa? Nimeshakuzoea kuwa wewe ni mtu wa kutoa solution, na ndio maana upo na mimi wakati mwingi kuliko hata mke wangu. Nipe solution. Operation bado haijagundulika. Je, nini tufanye ili iendelee kuwa siri yetu? Hapo Ruben alinyanyuka, alichukua maji ya kunywa kwenye friji ndogo iliyopo ofisini kwa mheshimiwa rais. Alikunywa maji chupa nzima mpaka ikaisha, na kisha alirudi kukaa kwenye kiti chake. Mheshimiwa, mimi nawaamini Bobby na Roy, na najua wanaweza wakatoka pale Mombasa bila hata kukamatwa. Kwa sasa wazo nililonalo ni kumpigia Madam Monica. Kama aliweza kuwasaidia Somalia, basi ataweza kuwasaidia pale nchini Kenya. Hebu mpigie Bobby. Hapo kweli Ruben akapiga simu hiyo na Bobby akapokea. Mkuu, sasa sikiliza Bobby, kama mnavyojua hii ni operation ya siri sana ambayo haipaswi kujulikana. Ndio mheshimiwa. Sasa tunashindwa kufanya mawasiliano na serikali za Kenya kwa sababu hatujui wenzetu wapo upande gani, upande wa hao majamaa au upande wa haki. Na ukiangalia hii ni serikali mpya iliyoingia madarakani. Kenya wenzetu tunaoshindana nao kwenye mambo mengi sana, hususan kwenye vita kiuchumi. Hivyo hili linaweza kuwa ni jambo litakalo tuangusha sana, na watalitumia kama weakness kwetu kwenye pande nyingine. Hivyo tukiwa tunajaribu kutafuta msaada na nini tufanye, basi na nyinyi mfikirie namna kufanya ili tujue tunashirikiana vipi kwenye hili. Sawa mheshimiwa rais. Nashukuru kwa kunielewa Bobby. Hapo simu ilikatwa na kumfanya Roy atabasamu. Bobby ilibidi amuulize Roy, unatabasamu nini wakati tupo kwenye matatizo? Amna, naanza tu kumuona rais kama vile mwoga. Sio rais mwoga. Rais bado hajazoea madaraka na anajishtukia kwa haya maafa aliyokumbana nayo ndani ya muda mchache akiwa yuko madarakani. Haya sasa, ndio jumba bovu linakwenda kutuangukia Bobby. Nini sasa tunafanya? Tunatokaje hapa? Roy alizungumza huku akimtazama rafiki yake Bobby usoni mwake. Wakamtazama Karim ambaye bado alikuwa amezimia, na wakajikuta wakishusha pumzi, kwani inahitajika mbinu na njia itakayoweza kuwarudisha nchini Tanzania salama, huku wakiwa na mwalifu wao ambaye kwa sasa kwa Wakenya ana thamani ya shilingi milioni 50 za Kenya. Nisikilize Roy, sio jumba bovu tu. Tumefanya operesheni nyingi sana kwenye nchi tofauti, na hata nchi hii pia tumefanya operesheni za kijasusi, na unajua ni namna gani tulivyokuwa tunaingia na kutoka. Jamani mhalifu, na hatuwezi kurudi naye nchini Tanzania. Cha kufanya tumpatie tu tocha ya maana, atueleze ni wapi alipo dada yake, na ikiwezekana tuendelee na operesheni yetu. Naam. Hapo Bobby alizungumza kwa kujiamini mno, na Roy akaitikia sawa. Roy akafungua pale zipu ya begi dogo lenye vichupa vyenye dawa. Alichukua bomba la sindano, alichukua kichupa kimoja chenye dawa iliyokuwa imejaa, alivuta dawa ya kutosha kwa kupitia bomba lenye sindano. Alishika mkono wa Karim, akamchoma dawa nzima. Alimchoma dawa nzima Karimu, ambaye mara baada ya dakika tu akili yake ilipoteza ujasiri wa kutunza siri, na akaanza pale kuzungumza mambo yao yote ya siri anayofanya yeye pamoja na dada yake, huku Roy akiwa na mrekodi kila kitu kwenye simu yake.
Kwa hiyo haya ndiyo yote mlioyafanya? Alihoji Bobby, na Karimu akaitikia pale ndio. Karimu alizungumza bila hata ya kujitambua. Roy akahifadhi video hiyo kwenye simu yake. Alichukua moja ya kichupa kingine cha dawa ya usingizi, alimchoma Karimu mkononi mwake na akapitwa na usingizi mithiri ya mtu anayefanywa upasuaji chumba cha upasuaji. Roy, tulichokuwa tunakihitaji tumeshakipata. So tunafanyaje kaka? Kumua haitosaidia, lakini mimi nimepata wazo. Wazo gani? Mpigie simu Sudi. Tutengeneze mazingira ya Sudi kupata hicho kiasi cha pesa walichokuwa nakitangaza. Issue si kupatikana. Ndio. Basi tufanye hivyo. Hapo Roy alimpigia simu Sudi, dereva taxi wanayefanya naye kazi nyingi za siri pale wanapoingia Mombasa kikazi au kwa mapumziko. Baada ya dakika 20, Sudi akaegesha gari yake nje ya nyumba hiyo na akaingia ndani mara baada ya geti kufunguliwa. Sudi, unaonekana una wasiwasi. Bobby alizungumza mara baada ya kumwona Sudi akiwa anaingia pale sebleni. Jamani, hali sio hali. Vijana wa huyu jamaa wanamsaka kila mara. Hebu niambieni, ni nyinyi kweli? Sudi alizungumza kwa wasiwasi na Bobby akamwambia njoo Sudi. Bobby alizungumza, wakaongozana na Sudi mpaka kwenye chumba alichopo Karimu. Sudi alishusha jasho jingi huku akiwa anazidi kujawa na wasiwasi. Roy akampatia Sudi kitambaa, akamwambia jifute jasho kwa maana kwamba umejaa jasho mzee. Roy alizungumza huku akimtazama Sudi namna alivyokuwa anaweweseka. Kwa hiyo sasa itakuwaje? Milioni 50 Kenya shillings. Tunahitaji kwenda kumbwaga sehemu, na kisha utapiga simu kwa maskari na uambia kwamba umemwona hiyo sehemu na upatiwe milioni 50 Kenya shilling. Hilo limekaaje? Mzee, mbona hiyo ni ndoto hiyo? Haiwezi kuwa bwana. Kwa nini isiwe? Hao jamani watu smart sana. Wataniweka kwenye rada zao na hiyo milioni 50 nitaisikia tu kwenye bomba jamani. Nyinyi washikaji zangu na tunajuana kwa kipindi kirefu sana. Hivyo kwa sasa mimi naomba bwana hili swala bwana mimi nitoe, msinishirikishe. Mbona una wasiwasi? Mimi najua system yao hawa watu. Kwanza wataniua. Hawatonipa hata senti moja. Naam, Sudi alizungumza huku akijaribu kumeza mate kwenye koo lake, ila mate haikuweza kupita kutokana na kukauka kwa kinywa chake. Unajua nini kuhusiana na hawa watu kwa undani Sudi? Naam, hapo Bobby aliuliza hilo swali huku akimtazama Sudi machoni mwake, kwani anaonekana anajua vitu vingi kuhusiana na Karim. Sudi akatangulia kutoka ndani hapo, wakamfuata kwa nyuma mpaka sebleni na wote wakaketi kwenye viti vyao. Kama mnavyojua sisi madereva taxi tunavyojua mambo mengi sana, na ndio maana najua mambo mengi kuhusiana na huyu jamaa na makundi yake. Ni mmoja wa watu ambao wanajihusisha na mambo ya madawa. Tena ni mfanyabiashara mkubwa tu na anayeogopewa hapa Mombasa. Na hata nje pia Mombasa anaogopwa. Biashara zake zinazolipa kodi ni chache sana kuliko zile zisizolipa kodi. Ana makundi ya wahuni karibia Mombasa nzima. Na hapa yeye ndiye don. Sio gavana wala wakuu wa polisi. Wote amewaweka mfukoni. Na nimeshangaa sana kuona mmemweza kumteka na hadi sasa hivi mmemshikilia bila watu wake kuweza kujua. Huyu jamaa anafadhili pia Al-Shabaab kwa jinsi nilivyosikia. Hivyo ndugu zangu, huyu jamaa ni hatari. Endapo wakijua ninashirikiana na nyinyi, watanimaliza ndani ya muda mchache sana. Okay, sawa, tumekuelewa. Je, ni wapi unaweza kwenda kuishi kwa muda hadi pale hili jambo litakapokuwa sawa? Labda niende Tanga, Tanzania. Unapojua? Ndio, mimi babangu ni Mtanzania ila mamangu mimi ni Mkenya na tuna nyumba kule Makorola. Hivyo ninapajua sana tu Tanga. Sema tu nimesomea huku Kenya mara baada ya baba pamoja na mamangu kuachana. Hivyo hata Tanzania huwa ninakwenda mara kwa mara. Okay, sawa, niandikia akaunti yako hapa ya benki na utaingizwa pesa na kisha utaondoka wewe na familia yako kwenda nchini Tanzania, kwa sababu wanaweza kuwafuatilia mifumo ya uwanja wa ndege na kukuona ni wewe ndio uliweza kutupokea. Jamani,
hawataweza kugundua hilo. Naam, yule kijana wa IT Spanner alisikika kwenye masikio ya Bobby na Roy. Bobby akamuuliza kwa nini hawawezi. Sudi alihoji kwa jamani, kwa nini mbona siwaelewi? Roy akasema sio wewe, hatuzungumzi nawe Sudi. Roy alizungumza huku akimtazama Sudi alivyokuwa anaandika namba yake ya benki kwenye simu ya Roy. Spanner, yule dogo wa IT, alisikika akisema kwamba jamani, nimedukua mifumo yote ya uwanja wa ndege. Na muda ambao nyinyi mnaingia uwanja wa ndege hadi mnaondoka hakuna kamera yote iliweza kurekodi sura zenu. Bobby akasema okay, vizuri dogo, umefanya poa sana. Huo ndo wajibu wangu kaka, nafanya kazi smart na kwa wakati sahihi. Na okay, vizuri. Bobby alizungumza huku akitabasamu. Roy akainakili namba hiyo aliyokuwa ameandika Sudi na kisha akamuingiza kiasi cha $50,000 kwenye akaunti yake ya benki, na kiasi hicho kikasoma kwenye simu ya Sudi, jambo lilomfanya Sudi atokwe na macho ya mshangao. Sikiliza Sudi, unatakiwa upotee hapa Mombasa leo hii, kachukua familia yako uondoke, na hayo mambo mengine sisi tutajua namna kuweza kudili nayo. Sasa nawashukuru sana ndugu zangu, Mungu awabariki. Na okay, hakuna tatizo. Hapo wakaagana na Sudi, na Sudi aliondoka eneo hilo na moja kwa moja alielekea nyumbani kwake, na hapakuwa na muda wa kupoteza. Na kitu alichokuwa ameeleza mkewe ni kwamba anahitajika nyumbani kwa baba yake nchini Tanzania. Hivyo aliondoka bila hata mkewe kuhoji maswali mengi. Roy, wazo la kumwacha hai huyu ni sawa sawa na kujipalia makaa ya mawe. Hatuna haja naye, hivyo tumshughulikie tu. Naam, Bobby alizungumza na wakaanza kazi ya kumtoa Karim katika hiyo nyumba. Wakampeleka Karimu mpaka kwenye moja ya msitu uliopo njia kuelekea Hororo. Njiani hawakukutana na changamoto yoyote, kwani walikuwa wanaendesha gari aina ya van linalobeba nyama za machinjoni, na hata uvaaji wao pia na vitambulisho walivyokuwa wamebeba vilikuwa inaonyesha wao ni madereva wa nyama. Gari hilo ambalo lilikuwa katika gereji yao ndani ya nyumba hiyo ni mara kadhaa huwa wamelitumia pale wanapokamilisha kazi za watu wanaowahitaji. Wakafika katika msitu waliokuwa wameukusudia, huku kila kinachoendelea yule dogo IT Spanner alikuwa na taarifa, kwani alikuwa anawafuatilia kupitia satellite. Dogo alikuwa anawawezesha kukwepa vizuizi vya maskari barabarani. Basi wakamshusha pale Karimu akiwa katika hali ya kuto kujitambua. Bobby na Roy walivaa pale vinyago vichwani mwao vyenye sura ya mnyama. Roy akasema, aliyeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Roy alizungumza huku akiwa ameshika shingo ya Karimu. Alimchinja kwa panga lenye makali, damu nyingi ziliruka, huku Bobby akirekodi tukio hilo la kikatili. Wakatenganisha mwili wa Karimu na kichwa chake. Wakaingia ndani ya gari walilokuwa wamekuja nalo, na kisha waliondoka huku kimya ukiwa umetawala. Wakarudi kwenye makazi yao, wakazichoma nguo walizokuwa wamezivaa aina ya overall. Wakafanya pale usafi wa nyumba nzima, kufuta kila alama za mwili wa Karimu. Wakahakikisha kwamba nyumba wameisafisha na vithibitisho vyote vya kuonyesha kuwa wamemteka Karimu wakavifuta, na hata gari aina ya Range Rover waliokuwa wameifunga namba za bandia wakaifanyia usafi, huku wakifunga namba sahihi za gari hilo. Roy akasema, nafikiria tuunganishe kwenda Ethiopia. Hapana. Kwa nini? Hii video itamfanya Nasra kufanya makosa yatakayoweza kumgharimu, hivyo turudi zetu nchini Tanzania. Okay, sawa. Bobby alipiga simu katika shirika la kukodisha ndege. Wakaondoka nyumbani hapo kwa kutumia usafiri wa taxi, na walifika uwanja wa ndege. Baada ya kukaguliwa, moja kwa moja wakaelekea katika ndege waliokuwa wameikodisha. Walipanda na safari kurudi nchini Tanzania ilianza. Mkuu alikuwa ni msaidizi wa Nasra. Alionekana amezungumza kwa sauti ya kinyonge, sauti iliyomshtua Nasra kutoka kwenye dimbwi zito la mawazo. Japo ni usiku wa manane, ila alikuwa hajapata hata lepe la usingizi. Nataka kujua wamefikia wapi? Nasra aliuliza kwa wasiwasi. Habari sio nzuri madam. Msaidizi wake alizungumza huku akiwa ameishika simu yake mkononi. Nasra akauliza, unamaanisha nini kusema hivyo? Hebu niambie. Wameukuta mwili wake ukiwa. Nasra
aliutazama mkono wa msaidizi wake ulikuwa umeshika simu. Akampokonya simu hiyo, akakutana na picha ya mwili wa Karim ukiwa umepigwa picha na askari waliokuwa wamepewa taarifa kupatikana kwa mwili huo porini. Nasra akapekua picha za maiti ya mdogo wake ikiwa inaondolewa na askari katika eneo ilipokuwa imekutwa. Taratibu Nasra akakaa kwenye sofa huku akahisi kabisa anaishiwa nguvu. Simu ikamwanguka kiganjani mwake, kwani kama ni pigo basi Karim ni pigo kubwa sana kwenye mipango yake. Hebu niendelee ndege nirudi Kenya. Mkuu, inaweza kawa ni mtego. Nimesema niendeleeni ndege nirudi Kenya. Nasra alizungumza kwa sauti ya kufoka mpaka msaidizi wake akatetemeka. Hakuwa na jinsi zaidi ya kukubaliana na amri ya Nasra. Usiku huo huo waliondoka nchini Ethiopia na kuelekea nchini Kenya kwa ajili ya mazishi ya Karim. Tumepitwa na nini? Roy kwa upande wake alionekana akizungumza huku akiingia katika chumba cha kuongoza operation. Badiledi alimkumbatia Bobby huku akimpiga mabusu mazito. Karibuni, lakini poleni kwa uchovu wa safari. Badiledi alizungumza huku akimwachia Bobby taratibu. Bobby akasema tunashukuru sana mpenzi. Bobby alijibu kwa sauti nzito iliyojaa uchovu. Jamani, bado satellite inazengea kwenye anga la nyumba anayokaa Karim. Habari ni kuwa wameshaupata mwili wake. Spana alizungumza huku akiwawekea picha zilizokuwa zimepigwa kutokea juu na satellite. Hizi picha zimepigwa dakika 35 zilizopita. Spana aliendelea kuzungumza huku picha hizo zikionekana kwenye TV kubwa. So, kwamba sasa hivi huko ni vilio. Na inavyoelekea ni lazima Nasra atarudi kwenye msiba. Badiledi alizungumza huku akiwa ameikunja mikono yake na macho yake yote yalikuwa yapo kwenye TV hiyo. Bobby akasema sidhani kama anaweza kurudi Kenya. Nasra ninamfahamu. Anampenda sana mdogo wake Karimu, hivyo ni lazima atakuja tu kwenye msiba. Na kama mngekuwa wavumilivu mngevumilia mkamsubiria msibani. Sikiliza Badiledi. Si tuliepusha hatari ya mapambano ambayo yangevunja amani kati ya nchi zetu. Kwa sababu hizi ni operesheni za siri, hivyo zinahitaji umakini wa hali ya juu mno. Roy alijibu hivyo kwa ufasaha mno. Jamani, mnabidi mpate chakula sasa. Saa 8 usiku sasa. Hapana, sio jambo jema kwa kupata chakula wakati huu. Na pia kiafya sio vizuri baby, labda tu tupate kahawa kidogo. Okay, basi acha niwaandalie. Shemu wewe, je? Mimi nahitaji kupumzika, acha tu nijilaze kwenye sofa. Roy alizungumza na kisha alijiboga kwenye sofa la watu wawili. Majira ya saa 11 na dakika 3, Spana alishtuka kwenye usingizi uliokuwa umempitia, na hii ni kutokana na simu yake ilikuwa imetoa mlio. Alijipangusa macho yake akatazama ndani hapo, akamwona Roy tu aliyekuwa amejilaza kwenye sofa. Akatazama kompyuta na akaona kamera za CCTV za uwanja wa ndege zikimuonesha Nasra na walinzi 10 pamoja na walinzi wawili wakiingia uwanjani hapo. Ilibidi sasa Spana amshtue Roy, akamwambia Bro Roy. Njooni. Roy alijinyosha na kisha akanyanyuka na kuitazama TV hiyo kubwa. Dogo Spana akasema, bwana, Nasra na walinzi wake wameingia Mombasa na ndio hao hapo wanatoka uwanja wa ndege. Hebu fuatilia tujue wanaelekea wapi. Satellite inawafuatilia. Roy alivuta kiti na kukaa huku akipiga miayo ya uchovu. Wenzetu wako wapi? Walitoka muda ule kwenda kupumzika. Walisema niwapigie simu niwaamshe. Usiwasumbue, bado mapema, achana nao. Roy alizungumza kwa kitazama gari 6 zikiendeshwa kwa kasi kubwa mno. Hebu mpigie Nasra sasa hivi. Mpigie. Spana alipiga namba ya Nasra na ikapokelewa. Roy akaanza kuzungumza. Hello mrembo, pole sana kwa msiba. Naamini sasa utaanza kuelewa nini maana ya maumivu ya kufiwa. Roy alizungumza kwa sauti iliyojaa dharau. Nitakuwa, haki ya Mungu, nitakuwa.
Utaona, na ninarudia tena, nitakuwa. Na kwa pia nitakuwa. Nasra alizungumza kwa uchungu huku akilia sana, na mpaka msaidizi wake alikuwa amekaa siti ya mbele pembeni ya dereva alimwonea huruma. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Karim ameuawa. Nasra ametambua aliyosababisha kifo cha mdogo wake. Je, nini atakifanya? Bobby na Roy wanataka Nasra afanye kosa litakalowapa nafasi ya kumkamata. Je, nini kitatokea? Usikose kufuatilia sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 12, mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Langu jina naitwa Anko J Masimulizi. Asante na kwaheri.